Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Wewe ni assalamu alaikum Yeah, of course assalamu alaikum, lakini pia najua milele amina. Habari za mimi nimekutafuta na wewe umekubali kutikia wito. Kwanza niliheshimu hilo kwa faida ya watazamaji wa Bongo 24 na Habari Jamii Digital. Tungependa kufahamu kwanza kwa majina kabla tujaanza kipindi. Mimi kwa majina yangu naitwa Juma Kupewa. Juma Kupewa. Ndio. Mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Ifakara. Ifakara Kilombero. Ni mwenyeji wa hapo. Tumeona unafanya harakati za uelimishaji na kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na magonjwa ambayo hayaambukizi. Kwanza tuanzie hapo katika historia yako ya elimu mpaka kufikia hatua ya kwanza kuelimisha jamii kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza. Shukrani sana kwa maelezo hayo. Mimi nimesoma shule ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, shule ya msingi Kapolo ambayo inapatikana kijiji cha Kikwawila, kitongoji cha Kapolo. Lakini pia nikapata bahati ya kujiunga na shule ya sekondari Kibaoni ambayo inapatikana pia katika kitongoji cha Kapolo, kijiji cha Kikwawila, kata ya Kibaoni, na nikasoma hapo kwa muda wa miaka 4. So baada ya hapo nikapata bahati ya kujiunga na chuo cha Mtakatifu Joseph ambacho kinapatikana Morogoro mjini pale, kwa level ya certificate mpaka diploma. Lakini fani ambayo nilifanikiwa kuipata ni maendeleo ya jamii. Hiyo ndio fani ambayo nilifanikiwa kuipata kutokea hapo. Na baada ya hapo nikapata bahati ya kujiunga kwenye mashirika ya kijamii, kwa maana kwamba yanajihusisha zaidi na masuala ya afya. Lakini shirika mama ambalo limenilea mpaka leo tunafikia hapa ni shirika la afya Ifakara, inaitwa Taasisi ya Afya Ifakara, inaitwa IHI. Kwa hiyo ni taasisi ambayo imenilea kutoka nimemaliza masomo yangu kwa maana ya chuo mpaka sasa hapa nilipo. Mara ya kwanza nilifanya huduma ya masuala ya ushauri na saha kwenye kliniki ya magonjwa yanayoambukiza inaitwa CDCI Ifakara, ambapo kliniki hii inapatikana hospitali ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kipindi kisichopungua kama miaka 4. Na baada ya hapo nikabahatika kujiunga na kliniki ya magonjwa yasiyoambukiza ambako mpaka leo hii nipo, inaitwa kliniki ya moyo na mapafu Ifakara, lakini iko chini ya Taasisi ya Afya Ifakara, lakini pia kwa kushirikiana na hospitali ya Mtakatifu Francisco Ifakara chini ya mkurugenzi wake ndugu Solanus Fusi. Tuko hapo. So toka nimemaliza masomo yangu basi nimekuwa katika mlengo wa afya mpaka leo hii tunapozungumza na wewe. Kwa maana ya kusema umelelewa na taasisi ya afya, it means kwamba umesomeshwa na hiyo taasisi na ndo ambao unaitumikia mpaka sasa? Hapana, sijasomeshwa na taasisi ya afya, lakini kwenye utendaji wa kazi ninachozungumzia, kwa maana kwamba toka nimemaliza masomo yangu, kwa maana nimehitimu elimu yangu ya diploma, nimekuwa nikifanya kazi kwenye hiyo taasisi, kwa maana kwamba kwanza nilikuwa najitolea kwenye hiyo taasisi toka nilipomaliza tu masomo yangu, na baadaye wakawa wananipa fursa na baada ya hapo nikapewa fursa ya mkataba mpaka sasa tunavyozungumza na wewe. Nimehamishwa kutoka kitengo cha magonjwa yanayoambukiza na kupelekwa kitengo cha magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo ni taasisi ambayo imenilea kwenye utendaji wa kazi na sio kunilipia ada. Ndio. Ni taasisi ya serikali au binafsi? Ni taasisi binafsi. Inajihusisha na masuala ya utafiti zaidi. Okay, twende direct kwenye topic ambayo sisi ilitufanya tukutafute. Tuwape elimu kidogo wasiofahamu kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza. Unajua sisi wa Afrika tuseme baadhi yetu, au tuseme mara chache sana mtu kwenda hospitali kucheki afya, hata kama augui tunaenda hospitali pale tunapoona tuna maradhi. Kimsingi hilo ni tatizo kubwa sana ambalo watu wengi tunakuwa nalo, hasa sisi wa Afrika. Hatuendi hospitali mpaka tupate magonjwa.
Unaona kwamba sasa nimepata homa ndo naenda hospitali. Sio tu kwenye magonjwa yasiyoambukiza, hata kwenye magonjwa yanayoambukiza. Kwa mtu mpaka ahisi kabisa mimi nina homa ya kuzidi ndo anakwenda hospitali. Na unapokuwa na homa ya kuzidi, maana yake tayari ule ugonjwa umeshachukua nafasi kwenye mwili wa mtu, na hivyo inakuhitaji upate matibabu na sio kujikinga. Unaona, kwa hiyo ni changamoto zaidi. Elimu kuhusu hayo magonjwa ambayo hayaambukizi, kwa mfano ni magonjwa yapi ambayo kwa mtu ambaye anaweza kuhisi mimi na magonjwa ambayo hayaambukizi na pia na maradhi hayo? Asante. Magonjwa yasiyo kuambukiza yapo mengi. Cha kwanza, tunapozungumzia magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo hayatoki kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia yoyote ile, mfano kwa njia ya damu, kwa njia ya hewa, makohozi, sawa? Lakini yenyewe yanatokana na mtindo mbaya wa maisha. Ninapozungumzia mtindo mbaya wa maisha, mfano ulaji usiofaa, ukihusisha ulaji wa mafuta ya wanyama kama vile nguruwe, mafuta ya ng'ombe, ambayo yanahusishwa kuwa na kiwango kingi cha rehemu au cholesterol, ambayo kimsingi inakwenda kuganda kwenye mishipa midogo midogo ambayo inasambaza damu kwenye moyo, lakini pia ambayo inasambaza damu kwenye ubongo. Lakini pia matumizi ya tumbaku kwa maana sigara, ugoro, gozo. Ingawa sasa hivi vijana wengi wamebadilisha hiyo system kuifanya wanatumia shisha, ili imewekwa kiutaalamu zaidi kwamba uonekane wewe uvuti gozo, unatumia shisha, wakati mwingine kumbe uko kwenye mlengo ule, unaona. Lakini pia kuwa na uzito na unene unaopitiliza. Tafsiri yake, mtu anapokuwa mzito zaidi na mnene, maana yake anakuwa na kiwango kingi cha mafuta mwilini, kitu ambacho ni hatari. Lakini sisi kama wa Afrika niseme, tunaona kwamba mtu akinenepa basi huyu ndo amefanikiwa kimaisha, kitu ambacho ni hatari. Unywaji wa pombe, unaona, kwa unywaji wa pombe unaruhusu mtu kupata magonjwa ya moyo, lakini pia kupata magonjwa ya mapafu, magonjwa sugu ya mapafu, lakini pia kupata magonjwa kama kisukari. Kwa hiyo inapelekea kupata magonjwa mengi, kitu ambacho kwa sasa hivi unywaji wa pombe pia umeonekana ni fashion kwa vijana, kitu ambacho ni tatizo kwetu sisi kwa vijana, lakini pia hata kwa jamii kwa ujumla. Ugumu wa kazi unaoifanya upoje? Ugumu wa kazi ninayoifanya nikiwa kliniki au nikiwa kwenye mtandao? Clinic, sasa uko field unagusa jamii. Changamoto ambayo nakutana nayo kwenye utendaji wa kazi, kwanza jamii bado haina uelewa wa kutosha juu ya magonjwa yasiyo kuambukiza. Na hili nitoe shukrani sana kwa kliniki ya moyo na mapafu Ifakara, ambayo ukiangalia baadhi ya klipu za video ambazo nimezirusha kwenye baadhi ya mitandao yangu ya kijamii, unakuta tunakwenda kilomita nyingi vijijini kuwafikia watu wengi zaidi huko vijijini, kuwapa huduma ya matibabu bure, elimu bure, kila kitu wanapata bure. Unaona, kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kuelewa kwamba magonjwa yasiyo kuambukiza sio kitu cha kawaida, sio kitu chepesi. Tunapaswa kuchukua hatua, tahadhari. Maana yake unapochukua tahadhari inakusaidia hata kujijenga wewe na jamii yako kwa ujumla. Kwa kliniki ya moyo na mapafu Ifakara imechukua mlengo huo wa kuhakikisha kwamba wanaenda kwenye eneo. Kwa changamoto ya kwanza ni umbali. Kwa kuna maeneo ambayo tunayafikia ni mbali, hasa nyakati za masika. Unakuta magari yanashindwa kwenda vizuri, wakati mwingine tunakwama, lakini tunamshukuru Mungu kwa ushirikiano pia na serikali, basi mambo hayo yanakwenda vizuri. Lakini tukija kwenye huduma ya ushauri, kwangu mimi naona changamoto ipo kwamba wakati mwingine mtu anakuwa haamini kama yeye ana magonjwa yasiyo kuambukiza. Kwa mfano anaweza kuchukulia kwamba labda amerogwa, unaona, kwamba mbona asubuhi nilikuwa mzima, sasa hivi nakuja naambiwa nina stroke. Haiwezekani, unaona. Au anakuja kuambiwa bwana ana pressure au moyo umefeli, umeona, na wakati yuko tu vizuri. Kwa mwisho wa siku vitu kama hivyo vinaleta changamoto, na ndio maana tunahitaji huduma ya counseling sana, huduma ya elimu kwa jamii, ili sasa kuondoa migogoro kwenye jamii. Na katika kuzunguka kwenu na hiyo taasisi kuafikia jamii, mnapoikuta jamii, ugonjwa upi ambao umekithiri katika mazingira ambayo mnazunguka? Magonjwa yote,
magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa yote. Kwa mfano kama magonjwa ya moyo tukizungumzia labda heart failure, tukizungumzia labda hypertension kwa maana pressure, tukizungumzia kisukari, tukizungumzia magonjwa kama kidney disease, magonjwa ya figo, unaona? Tukizungumzia magonjwa karibia yote, magonjwa sugu ya mapafu, karibia magonjwa haya yote yapo kwenye jamii na anasumbua jamii kwa kiwango kikubwa sana. Unajua watu kwenye uelewa wa magonjwa yasiyo kuambukiza ni mdogo sana. Sawa? Na hii nguvu kubwa ilitumika kuwafanya watu waweze kupata elimu ya magonjwa yanayoambukiza. Leo hii hata mtoto mdogo ukimuuliza kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi anakuelezea vizuri hata kama hajaenda shule, au hata bibi anaweza akakuelezea vizuri juu ya magonjwa kama hayo, kama TB, kama maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini mtu huyu ukimchukua ukamwambia nielezee kuhusu ugonjwa wa pressure unapatikana vipi na athari zake zikoje, bado hawezi kukuelezea. Unajikinga vipi, hawezi kukuelezea. Kwa hiyo changamoto kwanza ni elimu, lakini pia magonjwa yasiyoambukiza yote yamechukua nafasi kubwa sana kwenye jamii kote tunakozunguka. Ndio. Tuzungumzie sasa namna ya kukupata. Inapotokea hujaitwa au hujaagizwa na taasisi kwenda kutoa elimu hiyo kwa jamii, sasa imetokea kuna sehemu watu wanakuhitaji wewe kama wewe ukatoa hiyo elimu, kuna gharama zozote ambazo Mtanzania au mwanajamii anatakiwa kuchangia ili kupata? Kwenye kunihitaji na kwenda kutoa elimu kwa jamii au kwenye huduma fulani, nafikiri cha kwanza hakuna gharama maalum kwamba bwana ukitaka kunipata mimi labda utoe milioni 1 au utoe milioni 2. Hakuna gharama maalum. Kikubwa tunakaa tunaangalia unataka kufanya nini kwenye hilo eneo, na je, wewe unataka kuniofa kitu gani? Umeona? Kwa sababu tunachokifanya hapo ni kutatua tatizo. Sawa? Kwa hiyo sisi wote lengo letu ni kutatua nini? Tatizo. Kwa hiyo hapo siangalii zaidi maslahi. Kwa hiyo ninachokiangalia ni namna gani jamii tunaweza tukaisaidia. Kitendo cha mtu kukuita kwamba naomba tukasaidiane kutatua tatizo fulani, huyo pia ameona kwamba wewe una umuhimu kwenye lile jambo, lakini pia ameona kwamba wewe unaweza kumsaidia kutatua ile changamoto. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukafanya ni kulipia baadhi ya gharama kama usafiri, maradhi, vitu kama hivyo ambavyo kimsingi ni vitu vya muhimu sana kwenye utendaji wa kazi. Katika taasisi yenu, kitu gani mnakwama katika kutekeleza majukumu yenu ambacho kupitia hii Bongo 24 labda tukitafuta wadau au serikali ikiwafikia wanaweza kupushi kuhakikisha elimu hii ya magonjwa yasiyoambukiza inawafikia jamii kwa urahisi? Kuisemea taasisi ni ngumu kwa sababu uongozi nafikiri unajua zaidi ni kitu gani tunakwama. Sawa? Lakini tukizungumza kuhusiana na elimu sasa kwa jamii, nafikiri kuna maeneo mengi yana gap. Tuna gap sana. Gap tulilokuwa nalo kwanza niseme serikali imejitahidi sana kuanzisha vituo vya afya kwenye maeneo mbalimbali. Hilo pia nitoe pongezi sana. Lakini kitu ambacho ningetamani kuona kinatokea ni kuwepo na huduma ya ushauri au counselors wangekuwa wanapatikana kwenye maeneo ya vituo vya afya. Kwa sababu unapomwambia mtu leo amekuja kupima, anaambiwa kwa mara ya kwanza kwamba bwana wewe una kisukari na ugonjwa huu utaishi nao maisha yako yote. Kwa kawaida hata ningekuwa ni mimi, hata ungekuwa ni wewe, ni kitu ambacho kuja kizoea kwako sio cha kawaida, kwa inakupa ugumu. Lakini akipatikana counselor inaweza kusaidia kumfanya mtu yule akawa vizuri kisaikolojia. Badala yake atakapopewa majibu, kama hatopata mtu wa kumuhendo, anaweza kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa mengine ya akili kama vile wasiwasi unaopitiliza, kupata sonona. Kwa hiyo nafikiri kwenye upande wetu sisi kama taasisi, siwezi kusema kwamba kuna sehemu gani tunakwama, kwa sababu nafikiri uongozi unaweza ukasema zaidi. Lakini kwenye ushauri ningetamani kuona kuna kuwa na uwepo wa counselors kwenye
kwenye vituo vya afya, kwa sababu production ya counselors kwenye taifa letu ni kubwa. Wapo watu wengi wamesoma masuala ya ushauri, na serikali naamini inaweza kufanya kitu kama hiko, ikasaidia kuwepo kwa watu wale kwenye maeneo hayo ya vituo vya afya na hata kwenye mahospitali makubwa, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye magonjwa ya kuambukiza counselors wapo na wanatoa huduma vizuri na watu wanapata huduma wakiwa na furahi kabisa, lakini ukiangalia kwenye magonjwa sio kuambukiza counselors hakuna. Unaona, kitu ambacho ningeshauri serikali wangefikiri kwamba wanaweza wakaweka counselors kwenye maeneo ya vituo, kwa maana washauri. Lakini kitu cha pili, ingefanyika health promotion. Of course ni kitu ambacho kinafanyika, lakini consistently, kitu ambacho kwa mfano kama kwenye vijiji ukitazama taasisi ya afya Ifakara inafanya kwa nguvu kubwa sana kwa kushirikiana na serikali, lakini nguvu ile ingeongezwa zaidi kwenye maeneo mengine. Unaona Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hivyo, na pia tunakaribisha watu kuja katika taasisi ya afya Ifakara kuja kujifunza, kwa maana kwamba wanaweza wakajifunza namna gani tunaendesha utaratibu wa kliniki, kama upatikanaji wa huduma ya vipimo, upatikanaji wa huduma ya ushauri, upatikanaji wa huduma ya elimu kwa wagonjwa kila siku. Hivyo vitu vinaweza vikasaidia kuboresha uendeshaji wa kliniki ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza kwenye kila hospitali. Una ndoto ya kukutana na Mheshimiwa Waziri wa Afya katika hiki unachokifanya? Kukutana na Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Mchenge. Kila mtu ana ndoto hiyo. Mimi pia natamani kama siku itampendeza akasema huyu kijana nimeona anafanya kazi nzuri, natamani kukutana naye, nitafurahi, kwa sababu waziri sio mtu mdogo. Ni mtu mkubwa sana, na ni bahati pia kukutana na waziri. Hiyo siku itakuwa ni siku nzuri sana. Ni nini ambacho unatamani kumweleza ambacho wewe binafsi kama kijana unahisi kitajenga taifa? Kitu ambacho ningependa kumweleza Mheshimiwa Waziri, cha kwanza ningempongeza kwa kazi nzuri ambayo serikali inafanya kupitia chini ya wizara yake ya afya, kwa maana yeye ndio kiongozi. Ningempongeza kwa sababu hata tukienda vijijini huko unakuta sehemu ambayo hukutegemea ungekuta kituo cha afya, unakuta kuna kituo cha afya. Umeona? Hiyo ni miongoni mwa hatua nzuri sana. Kwa ningempongeza kwa hatua hizo, lakini pia kama nilivyokwisha kusema awali, ningetamani kumshauri kwamba cha kwanza tungeweza kupata huduma ya counselors. Ni muhimu sana, kwa sababu unapokuwa unaenda kutatua changamoto kama hizi, kupata huduma ya washauri ni muhimu sana, kwa sababu mgonjwa anapomwambia kwamba una shida ya kisukari, una shida ya pressure, inawezekana kuna mwingine anapotoka pale anaenda kupata sonona, anazalisha ugonjwa mwingine. Lakini pia anaweza kama ameenda mitaani, kuna madaktari wale wa mitaani wa saluni, anamwambia usitumie dawa, usiende kliniki. Mwisho wa siku anajikuta mgonjwa yule anabaki nyumbani, tatizo linakuwa kubwa. Kwa lakini ukipata watu wa counseling, wanaweza kumsaidia mgonjwa kumkam akakaa vizuri. Kwa hilo la kwanza ambalo ningemwambia Mheshimiwa Waziri. Lakini jambo la pili, ningemshauri kwamba kuna watu wanaitwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Wahudumu wa afya ngazi ya jamii wana mchango mkubwa sana. Ukienda kwenye magonjwa yanayoambukiza, na tuchukulie mathalan, ni miongoni mwa watu ambao wanatumika sana kuhakikisha kwamba wanarejesha watu kwenye huduma. Kwa hiyo wale wahudumu wa afya ngazi ya jamii wangekuwa wanatumika hata huko kwenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini jambo la tatu, kwenye matamasha haya au matukio ya kiserikali ingekuwa inatolewa elimu ya magonjwa yasiyoambukiza. Mfano kwenye zile siku za Mwenge, kwenye sherehe za uhuru za serikali, zile matamasha ya wasanii, ingekuwa tunatumia pia kutoa elimu ya magonjwa yasiyoambukiza kwa jamii. Kwa mfano kama ukiangalia watu maarufu, vijana, tuko kwenye hatari kubwa ya kupata magonjwa
yasiyoambukiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtindo wetu wa maisha ambao tunauishi ni unatupelekea kupata magonjwa ya namna kama hiyo. Kwa hiyo tukipata ile kwenye platforms kubwa, kwa mfano kama kwenye haya matukio ya Mwenge, sijui sherehe za uhuru, tunaweza tukatumia pia kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza. Ningeweza kumshauri juu ya mambo kama hayo. Tuiseme mazuri taasisi ambayo upo kwa sasa unahudumu hapo. Kuisemea mazuri, cha kwanza taasisi yetu inawakaribisha watu wote, inawakaribisha watu wote kupata huduma ya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali. Lakini pia taasisi yetu inasaidia serikali kubaini matatizo ambayo yangeweza kuchukua muda mrefu. Kwa mfano kubaini magonjwa kama hayo nazungumza, kwa sababu taasisi yetu inadili na utafiti, lakini pia inadili na matibabu at the same time. Lakini pia taasisi yetu inashirikiana na hospitali ya Mtakatifu Francisco Ifakara ambayo iko 100% inahudumia lile eneo la Ifakara na watu wanaotoka nje ya Ifakara. Kwa hiyo inafanya vizuri kwa namna moja au nyingine. Lakini pia taasisi yetu inatoa elimu ya magonjwa yasiyoambukiza kila siku asubuhi. Mgonjwa anapofika pale, anaposubiri huduma kwa daktari, anapata huduma ya ushauri, lakini pia na elimu moja kwa moja. Elimu ya makundi, kwa maana kwamba wanapokuwa pale nje wanapata hiyo elimu. Lakini pia wanapata huduma ya kumwona daktari, anapata ile huduma ya kumwona daktari vizuri. Ninaposema vizuri, maana yake daktari haamui tu yeye juu ya changamoto ya mgonjwa, lakini mgonjwa na daktari wanafanya mazungumzo ya pamoja na mwisho wa siku wanakuja kupata jibu la pamoja. Lakini kuna vipimo vya kisasa ambavyo unaweza kupima moyo na kila kitu. Ukifika pale unahudumiwa kila kitu. Kwa kifupi ni kliniki ambayo inajitosheleza. Kwa hiyo watu wakaribie, lakini pia watu wengine wanaweza kufika kujifunza kwenye taasisi ya afya Ifakara kupitia kliniki ya moyo na mapafu Ifakara. Wanaweza kufika na kujifunza kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendeshwa na kliniki hiyo ya moyo na mapafu Ifakara. Wakati tunaenda kutamatisha kipindi chetu, nilikuwa naomba kwa uchache tu, kisukari tunajua ni ugonjwa ambao ukifikia umri fulani mara chache sana kukukosa endapo hutozingatia afya bora hata katika ulaji pia. Ni sahihi kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao unasababisha wanaume wengi kupoteza nguvu za kiume au kupoteza appetite katika swala zima la mahusiano? Asante sana kwa swali zuri. Ni kwamba kwanza nakubaliana na wewe. Kwa nini nakubaliana na wewe? Kwa sababu kisukari kisipodhibitiwa mapema kinaweza kuleta matokeo kama hayo. Kwa hiyo ni athari ya kudhibiti kisukari au kuhudhuria kliniki kwa ajili ya kupata huduma ya kliniki ya kisukari. Kwa hiyo sukari ina tabia ya kushambulia mishipa ya fahamu na hivyo kusababisha kupoteza ule uhusiano au yale mawasiliano baina ya eneo moja na eneo jingine. Kwa hiyo inaweza kapelekea mtu kupoteza ile hamu ya tendo la ndoa, lakini pia ule uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Kwa ili kukabiliana na changamoto hizo, ni vyema kwanza kwa watu walio na kisukari kuweza kuhudhuria kliniki na kupata huduma ya vipimo zaidi na kupata huduma ya ushauri na kupata huduma ya dawa. Tufahamu kwamba ugonjwa wa kisukari ni miongoni mwa magonjwa ambayo mtu anaishi nayo maisha yake yote. Sasa anapokuja ameacha dawa, hahudhurii kliniki, ndio miongoni mwa matokeo kama hayo ambayo yanaweza kujitokeza, kwa kupoteza hamu ya tendo la ndoa au kufanikisha hilo jambo ambalo kama tumekwisha kulisema hapo awali. Na kwa jinsia zote, mwanamke na mwanaume, inaweza kumkuta hiyo hali ya kutokuwa interested kabisa. Ndio. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikapelekea. Kwa mwanamke pia inaweza kupelekea kupoteza hamu ya tendo la ndoa, lakini kwa mwanaume inaweza kupelekea natafuta star ya kusema kwamba
babu kuto kusimama vizuri. Hiyo inaweza kupelekea au kupoteza uwezo wa kusimama kabisa. Na hivyo kuleta changamoto ya ndoa katika jamii. Kwa hiyo ndo maana tunasema kwamba huduma za magonjwa yasiyoambukiza ni huduma muhimu sana, ni huduma nyeti sana. Karibia watu wote sisi tupo kwenye hatari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunahudhuria kliniki, tunahudhuria hospitali kwenda kuhakikisha kwamba tunabaini hali zetu za kiafya na mapema. Watu walio kwenye magonjwa basi waweze kuwa kwenye huduma ya dawa, wahudhurie kliniki. Watu ambao hawana magonjwa basi tubadilishe mtindo wa maisha kama nilivyokwisha kusema: unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, matumizi ya mafuta ya wanyama. Matumizi ya mafuta ya wanyama, mbadala wake unatumia mafuta ya mimea kama vile nazi, karanga, makweme, mawese, alizeti, unaweza kutumia kama hivyo. Kutokana na upembuzi, uchambuzi na ufahamu mkubwa unao, mimi nimefurahi sana. Nadhani na hata asiyekuwa na ile hamu ya kwenda kucheki afya sasa hivi ataenda kucheki afya hata kama ugui. Ningependa tena, kabla sijamaliza, naona una vitu vingi sana, una madini ya kutosha. Ugonjwa wa stroke tunaweka katika kundi gani? Ni ugonjwa au ni hali? Kwanza ni ugonjwa. Ni ugonjwa ambao mtu anaweza akaupata au kujitokeza ndani ya masaa 24. Ndani ya masaa 24. Na inashauriwa mtu atakapopata ugonjwa, atakapopata zile dalili tu, kwa maana dalili yake namba moja ni mkono na mguu kupoza au vyote kwa pamoja, lakini pia macho kwenda pembeni, mdomo kwenda pembeni, kushindwa kuongea vizuri na kuhisi kama mtu amechanganyikiwa. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao mtu anapochelewa kwenda hospitali, kupelekwa hospitali, ndivyo kadri ugonjwa ule unapozidi kuchukua nafasi. Kwa hiyo ni ugonjwa, lakini ni ugonjwa ambao unasababishwa na mtindo wa maisha, ulaji wa mafuta ya wanyama, matumizi ya chumvi isiyochemka kwenye chakula na kwenye mboga. Lakini pia watu walio na magonjwa kama vile magonjwa ya moyo kama kisukari, heart failure, kama vile pressure, kama heart failure, inaweza kapelekea mtu kupata magonjwa ya stroke. Lakini pia magonjwa kama vile kisukari inaweza kupelekea mtu kupata magonjwa ya stroke. Kwa hiyo mtu aliye na magonjwa ya moyo, aliye na magonjwa kama kisukari, basi anashauriwa kuhudhuria kliniki kila tarehe yake. Lakini sio kuhudhuria tu, na matumizi ya dawa na kuacha tabia hatarishi, kufuata maelekezo ya daktari ili asijikute anaingia kwenye kupata ugonjwa wa stroke. Na tukizungumzia magonjwa makubwa yasiyoambukizwa, ni magonjwa yapi ambayo tunayafahamu? Naweza nikasema machache kama vile pressure, kwa maana kwamba naita shinikizo la juu la damu, lakini pia kisukari, magonjwa sugu ya mapafu, ni miongoni mwa magonjwa ambayo ni hatari kwa jamii sana. Na magonjwa mara nyingi tunaona yanawakumba sana watu ambao wanakuwa na umri wa miaka 30 kwenda juu. Yes. Inakadiriwa watu wenye umri mkubwa wanaweza kupata magonjwa ya namna kama hiyo. Kitu kimoja hapo naomba nikiweke sawa. Haya magonjwa namna yanavyochukua nafasi kwenye mwili ni taratibu sana. Yaani kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo yanazidi kuchukua nafasi. Kutoka umri wa ujana ambao mtu anakuwa anaishi, vitu anavyovifanya, matokeo yake yanakuja kuonekana baada ya kuwa na umri fulani wa kiutu uzima. Unanipata? Kwa hiyo pale kwenye ule utu uzima na yale magonjwa sasa ndio yanajitokeza. Sawa? Lakini chanzo kinaanzia huku. Ndio maana hata ukitazama kwenye mitandao ya kijamii, nikiwa nafundisha pia nawaambia vijana wenzangu tuache matumizi ya pombe, matumizi ya tumbaku, kitu ambacho kinakufurahisha leo lakini kinakupa shida miaka 10-20 mbele. Tungewatajia mawasiliano yako kwa watu ambao watahitaji kujua zaidi kutoka kwako, kama itakupendeza na haitokuwa inakuzuia katika mipaka yako ya kazi, katika kuwahudumia hata kwa njia ya mawasiliano ya simu, pia kwenye mitandao yako ya kijamii jinsi ya kuwafikia. Kutokana na
kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wa kliniki ya moyo na mapafu, lakini pia na kushirikiana na hospitali ya Mtakatifu Francisco Ifakara, ni rahisi sana kwa mwananchi yoyote yule na anayetokea mahala popote pale kufika pale kliniki. Dr. Andrew Katende, Dr. Samuel Salvatore, Dr. Martin Lhachek wafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kliniki inakuwa ina upekee yani, lakini pia na timu kwa ujumla imefanya kazi kubwa ya kufanya kliniki kuwa na upekee kwa mtindo wake wa kuwafuata wananchi mahali waliko. Ni upekee wa hali ya juu sana na ni pongezi kwao kwa namna moja au nyingine. Lakini kwa mimi kunipata, mimi nilitengeneza tu kale jina kangu Kupewa TV, ambao nilikuwa natumia kwenye YouTube channel yangu Kupewa TV, wanaweza kaangalia, lakini pia TikTok Kupewa TV, Instagram pia Kupewa TV, ila Facebook Juma Kupewa. Kwa wanaweza wakapita huko wakaangalia, lakini kwa mawasiliano ya simu ni 06 20 67 86 24. Mimi nikushukuru sana kwa time yako na yale uliyozungumza. Najua yako mengi, hatuwezi kuyamaliza siku moja. Next time pia tukikutafuta usisite kushirikiana na sisi ili tuafikie jamii. Asante sana, mimi nawashukuru sana kwa yote na Mungu awabariki sana. Shukrani sana. Asante sana.